Je, unajua kuwa baadhi ya wanawake hupoteza afya zao au hata maisha yao na watoto wao kwa sababu ya makosa madogo wanayofanya wakati wa ujauzito bila kujua? Wakati wa ujauzito, kila unachokula, kunywa, kufanya au kupuuza kinaweza kuwa na athari kubwa kwa afya yako na maendeleo ya mtoto aliyoko tumboni. Cha kusikitisha ni kwamba wanawake wengi huamini kuwa kila jambo wanaloambiwa na marafiki, majirani au mitandao ya kijamii ni sahihi. Matokeo yake, hujikuta wakifanya makosa yanayoweza kusababisha matatizo makubwa kama shinikizo la damu la ujauzito, kujifungua kabla ya wakati, mtoto kuzaliwa akiwa na uzito mdogo au hata kupoteza ujauzito. Katika video hii, tutazungumzia makosa 10 makubwa ambayo wanawake wengi hufanya wakati wa ujauzito na jinsi ya kuyaepuka. Hakikisha unaendelea kutazama mpaka mwisho, kwa sababu kosa la mwisho ndilo hatari zaidi na limechangia matatizo mengi kwa wanawake wajawazito duniani. Kama unapenda maudhui ya afya, nikuombe bonyeza alama ya subscribe. Utakuwa nami Daktari Lenny Komba nikikuletea mada hii kwa undani. Kosa la kwanza, kuchelewa kuanza kliniki ya wajawazito. Wanawake wengi wanapogundua kuwa ni wajawazito husema, nitasubiri kwanza mimba ikue vizuri. Hili ni kosa kubwa sana. Kliniki ya mwanzo si mahali pa kwenda tu kujua jinsia ya mtoto. Ni sehemu muhimu ya kufuatilia afya ya mama na mtoto tangu mwanzo. Kupitia kliniki, shinikizo la damu linaweza kugunduliwa mapema. Upungufu wa damu huweza pia kugunduliwa mapema. Uzito wa mama hufuatiliwa kwa ukamilifu. Ukuaji wa mtoto unaangaliwa. Kuchelewa kuanza kliniki kunaweza kufanya tatizo kugunduliwa wakati limechelewa sana. Kosa la pili, kula chochote kinachopatikana. Baadhi ya wanawake huamini kuwa ujauzito ni kula sana bila kujali aina ya chakula. Lakini kweli ni kwamba si kila chakula kina lishe inayohitajika. Mtoto tumboni anahitaji protini, madini ya chuma, calcium, folic acid na vitamini mbalimbali. Lishe duni inaweza kusababisha upungufu wa damu, mtoto kuzaliwa mdogo, uchovu mkubwa. Kumbuka, kula kwa ubora si kwa wingi pekee. Kosa la tatu, kutotumia dawa anazopewa kliniki. Wanawake wengi hupewa vidonge vya iron na folic acid au fefo, lakini baadhi huviacha kwa sababu vinaleta kichefuchefu, lakini baadhi usahau na wengine hawapendi kuvimeza. Matokeo yake, mwili unakosa virutubisho muhimu vinavyohitajika kwa ajili ya ukuaji wa mtoto. Ukiona madhara yoyote ya dawa, usiziache mwenyewe. Rudi kliniki upate ushauri, na kama kuna mbadala ubadilishiwe. Kosa la 4, kunywa pombe na kuvuta sigara. Watu wengi bado huamini kuwa pombe kidogo haina madhara. Ukweli ni kwamba pombe inaweza kuathiri ukuaji wa ubongo wa mtoto. Sigara nayo hupunguza oksijeni inayomfikia mtoto. Hii inaweza kusababisha uzito mdogo kuzaliwa, kujifungua kabla ya muda, matatizo ya ukuaji. Kwa usalama wa mtoto, epuka pombe na sigara kabisa wakati wa ujauzito. Kosa la 5, kutokunywa maji ya kutosha. Maji ni muhimu sana kwa mjamzito. Mwili hutumia maji kusaidia mzunguko wa damu, usafirishaji wa virutubisho, ukuaji wa mtoto. Dalili za upungufu wa maji ni pamoja na kichwa kuuma, kizunguzungu, uchovu. Usisubiri kiu kali ndipo unywe maji. Kosa la 6, kukosa usingizi wa kutosha. Wanawake wengi huendelea na ratiba ngumu hata wanapokuwa wajawazito. Usingizi ni muda ambao mwili hujirekebisha. Ukikosa usingizi unaweza kupata uchovu, msongo wa mawazo, shinikizo la damu. Jaribu kupata muda wa kupumzika kila siku. Kosa la 7,
Kutumia dawa bila ushauri wa daktari. Baadhi ya wanawake hutumia dawa walizozoea kabla ya ujauzito. Tatizo ni kwamba baadhi ya dawa zinaweza kuathiri ukuaji wa mtoto. Hata dawa za mitishamba zinaweza kuwa na madhara. Kabla ya kutumia dawa yoyote, muulize daktari au mfamasia au mtaalamu wa afya kama inafaa kwa ajili ya ujauzito. Kosa la 8. Kupuuza dalili za hatari. Wakati mwingine wanawake hudhani dalili zote ni za kawaida, lakini dalili hizi zinahitaji hospitali haraka. Kwanza, kutokwa na damu, maumivu makali ya tumbo, kuona ukungu, kuvimba uso, kupungua kwa mtoto kucheza tumboni. Usisubiri kuona kama zitapona zenyewe. Wahi mara moja kwa ajili ya huduma za afya. Kosa la 9. Kutofanya mazoezi mepesi. Baadhi ya wanawake huogopa kutembea au kufanya mazoezi mepesi. Mazoezi salama yanaweza kusaidia mzunguko wa damu, kupunguza maumivu ya mgongo na kudhibiti uzito. Mazoezi yafanywe kwa ushauri wa mtaalamu wa afya. Kosa la 10. Kupuuza shinikizo la damu la ujauzito. Hili ndilo kosa hatari zaidi. Wanawake wengi hupata shinikizo la damu wakati wa ujauzito bila kujua. Dalili zake zinaweza kuwa maumivu makali ya kichwa, kuona ukungu, kuvimba uso, maumivu ya tumbo. Tatizo hili linaweza kugeuka kuwa kifafa cha mimba cha hatari na kuhatarisha maisha ya mama pamoja na mtoto. Ndiyo sababu kila ziara ya kliniki ni muhimu. Usikose vipimo vya shinikizo la damu. Safari ya ujauzito ni safari ya matumaini. Kila mama anatamani kujifungua mtoto mwenye afya njema, lakini afya ya mtoto huanza na maamuzi ya mama kila siku. Ukiepuka makosa haya 10, utalinda afya ya mtoto, utaboresha ukuaji wa mtoto, utapunguza hatari ya matatizo ya ujauzito, utaongeza nafasi ya kujifungua salama. Sasa nataka nikusikia kutoka kwako. Andika kwenye comment section au kwenye sehemu ya maoni. Afya ya mama na mtoto. Usisahau kulike, kusubscribe na kushare video hii kwa marafiki wengi zaidi.